ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Mwanadamu anapotoa mali yake, basi hilo ni tendo linalothibitisha ukweli wa mahitaji yake. Damu katika msikiti ambao uko hapa Vingunguti. Tungependa kuwashukuru wenzetu JAI ambao wameorganize zoezi hili lote, lakini pia tungependa kutoa hamasa kwa wachangiaji wengine sehemu zingine waweze kuchangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya Watanzania wenzetu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina Tembea Minja, naibu katibu katika kituo cha JAI Muhimbili. Tunashukuru katika maeneo ya Karakata Butiama. Hivi vyote tunavyofanya haina maana kwamba kwa sababu JAI basi ndio sisi tunatosha. Tunaruhusu kushirikiana na wengine katika kila ambacho tutakuwa tumekiona. Mwenye uwezo wa kununua vitu anatuletea, mwenye uwezo kuwa na muda na toka asubuhi tunakuja kushirikiana naye kugawa hayo mahitaji na mambo mengine yote. Moto za afya. Taasisi ya Jamiatul Akhlaqul Islam JAI imekuwa mstari wa mbele kuleta faraja, matumaini na msaada kwa wagonjwa. Kwa miaka kadhaa sasa, JAI imeendelea kugusa maisha ya wagonjwa wengi kupitia huduma za huruma na msaada kama vile chakula, vinywaji na mahitaji muhimu. Vimekuwa msaada mkubwa kwa wagonjwa na ndugu zao. Lakini zaidi ya yote, JAI inaleta kitu cha thamani zaidi, huruma na ubinadamu. Kwa msaada wa wadau na wenye moyo wa kujali, JAI imegusa maisha ya wagonjwa wengi. Lakini bado kuna wagonjwa wengi wanaohitaji msaada wetu. Tunakukaribisha kushiriki katika uchangiaji huu na tukilenga kusaidia wagonjwa waliolazwa kupata chakula cha sikukuu ya Eid. Mchango wako unaweza kuleta furaha kwa mgonjwa mmoja au hata kuokoa maisha. Na wewe unaweza kuchangia sasa. Na kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765 794 741. JAI, wema kwa vitendo. Ya wahabu moyo umechoka, najaribu hamu yaondoka. Taala tumeweza kupata iftari yetu nzuri na naimani watu wote mmeshiba. Bado hujanichoka kila njia nayopita. Kwa majina naitwa Fatma Joseph, ni mwakilishi wa Endoxa Law. Endoxa Law ni kampuni inayojihusisha na masuala ya kisheria, sheria kwa ujumla, pamoja na sheria za Kiislamu. Tunajishughulisha na masuala ya capital market, fintech, corporate pamoja na litigation. Kama tunavyojua, mikataba hii imezungumzwa katika Qur'an na Sunna kama source mwongozo wa hiyo mikataba. Lengo la mikataba hii ni kupromote usawa, uwazi baina ya pande mbili, of which tunawakaribisha Endoxa Law. Tunapatikana Morocco pale Morocco Square, floor ya 12. Karibuni. Nimekuja hapa kuongea kama mwakilishi wa Sadaka kwa Wagonjwa. Ni grupu ambalo limeanzishwa na wenzetu kama 5 kwa ajili ya kuboresha lishe ya uji ambao unapelekwa kwa wagonjwa kila siku asubuhi. Baada ya kuona kwamba ule uji unakuwa uji lakini sio ule uji ambao uji bora, labda una maziwa, una peanut butter ambao sisi tunaweza tukanywa nyumbani na tukawapa watoto wetu au familia yetu. Kwa hiyo tukaanzisha grupu kwa ajili ya kuchangisha shilingi 1000 kila siku, na dada Choda Siadija ndo walikuwa waanzilishi wakuu. Lakini alhamdulillah kwa sasa grupu linaweza likapata mpaka 300 kwa siku. Lakini hao watu hatuwafahamu, yani watu wanajitoa. Mtu mwingine anaweza kutoa 1,500,000, 500,000, 200,000, anaweza kuchangia hapo kila siku ya Mungu.
Kwa hiyo sisi ile imani ambayo mmetupa, tunawaahidi tutaifanyia kazi, tutaendelea kuboresha lishe ya hao wagonjwa ambao mnawapambania, lakini pia fadhila zake ni kubwa sana za hiyo sadaka. Hizi ni harakati ambazo tunazifanya, hakuna ambacho tunatarajia isipokuwa ni malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anasema wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, chochote cha khairi mtakachokifanya mtakikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nizungumze na nyinyi mnaonitazama hapa, kila mmoja atatazama taarifa hii na ataangalia video hii. Ikiwa sisi tunazungumza hapa tukiwa Ubungo Plaza, na wewe utatutazama mahala pale popote ulipo, tunakuomba ndugu yetu Mtanzania mwenzetu, ndugu yetu katika Adam, wanaougua pale Muhimbili, Amana, Temeke, Ocean Road na hospitali nyingine, hawa wote ni wanadamu wenzetu. Na kiuhalisia ni kwamba Jumuiyatul Akhlaqul Islamia haiangalii dini ya mtu, haiangalii rangi ya mtu, haiangalii kabila la mtu. Tunachokiangalia ni hali iliyomfika mwenzetu, ikiwa ni ugonjwa, ikiwa ni maafa, ikiwa ni kitu chochote. Na wote walioamua kuja hapa kwa ajili ya kutunga mkono, mimi nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru nyote kwa mwitikio wenu ambao kadiri saa zilivyokuwa zinakwenda nilikuwa naogopa na hisi kwamba meza tutabaki nazo zikiwa tupu. Tunafanya haya kwa sababu ni sehemu ya mafundisho. Kumtembelea mgonjwa kuna fadhila kubwa, na kumsaidia mja yeyote yule kuna fadhila kubwa, kumtia furaha mtu ambaye ametatizika. Nachoweza kuwaomba tena, muendelee kutushika mkono, muendelee kuwa nasi, kwa sababu sisi tunasaidia jamii bila kujali dini zao, bila kujali itikadi zao, bila kujali rangi, na wala bila kujali kabila zao. Tukienda Muhimbili pale, watu wote, dini zote, hatuendi kumuuliza mtu jina lako naitwa nani ili tuweze kukuhudumia. Jamani, wanaotusaidia si katika imani yetu peke yao. Kuna watu wanakuja kutoka dini tofauti, wanatoka wanakotoka, ili mradi wamekuja Muhimbili, wameona, wameridhishwa na kile tunachokifanya, wanakuja na sadaka zao, wanakuja mpaka ofisini kwetu Jai Muhimbili pale Magomeni Usalama karibu na kwa Dick Sound, wanaleta unga, wanaleta sukari, wanaleta maziwa. Lakini mtu akikutajia jina lake anakuambia mimi nimeguswa kwa kile mnachofanya nini? Mnachokifanya. Kwa hiyo tunashirikiana na jamii inayoelewa maana ya kusaidia watu waliotatizika. Lakini vile vile tunaishukuru hata hospitali yenyewe tunakofanyia kazi, tunakofanyia ibada hii, tunapata ushirikiano mkubwa kwa kujua nani ana changamoto ya kweli, kwa sababu haya mambo mnapokuwa mnayafanya, kuna na wengine wanapitia humo ambao hawana changamoto kutaka kusaidiwa wakati wao hawana shida. Lakini kupitia ustawi wa jamii tumekuwa tukifuatilia mgonjwa anakotoka, changamoto yake, je kweli ana uwezo, then tunafanya nini? Tunamsaidia. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala alijalie jambo la Jai kuwa lenye kudumu ila qiyami saa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.